Serengeti Boys leo hii wamewasili nyumbani, vijana ambao wametuwakilisha vizuri kabisa. Nimefurahi sana, karibu. Asante sana. Mtazamaji, ni kukaribisha katika wasaa huu wa michezo na burudani kwa hii siku ya leo. Mimi ni Wasila Nasor na moja kwa moja kabisa tuanze taarifa zetu za hapa nyumbani Tanzania, ambapo timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wamepokelewa jijini Dar es Salaam wakirejea kutokea Morocco katika mashindano ya fainali za AFCON wakibuka nafasi ya pili. Tujiunge na Mohamed Sukuzi kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza mara baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Wallace Karia ameeleza namna vijana wanavyopatikana na kulelewa chini ya uongozi wao. Tunafanya scouting nchi nzima, lakini pia tunakwenda kwenye michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA, ndio tunakuwapata na tunaweka Tanga kule. Na Tanga kule vijana wa kike na kiume wako karibia 110, na kwa sababu wanatoka mikoa mbalimbali. Ambaye alikuwa anasoma shule ya msingi tunampeleka shule ya msingi, ambaye alikuwa anasoma shule ya sekondari tunampeleka shule ya sekondari, ambaye alikuwa shule ya serikali tunampeleka shule ya serikali, ambaye alikuwa shule ya private tunampeleka shule ya private, na tunalipa fees sisi. Na wanapofikisha miaka 15, 17 wana graduate, wanaondoka, kwa sababu sisi kwenye utaratibu wetu hatuendelei nao tena. Wanakwenda kwenye vilabu mbalimbali na wengi wao wanakuwa kwenye timu za under 20, wanacheza ligi ya under 20. Na hao vijana ambao bado wako kwenye umri na bado wanaendelea kuwepo kwenye kituo wanacheza mashindano mbalimbali. Lakini kama mnavyojua, ili uweze kuja kwenye AFCON lazima uqualify kwenye zone. Naye waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda amewaomba Watanzania kuwalea watoto hao ili kulinda vipaji walivyo navyo kwa maslahi ya taifa. Hii heshima walioleta Tanzania vijana wetu, watoto wetu, wako waliotokea Pemba, wako waliotokea Kigoma, wako waliotokea Morogoro, wako waliotokea Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Katavi. Hawa ni watoto wetu. Ombi langu wakati nafunga kwenye huu kurasa, naomba wote tushiriki kuwalea. Kila mtu aone ni fahari ya nchi yetu. Tusiangalie changamoto au mapungufu yaliyojitokeza kama sehemu ya kuwavunja moyo. Kwa habari za michezo na burudani kutoka jiji la Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amewaomba viongozi mbalimbali na bodi ya utalii Tanzania TTB kutoa udhamini kwa timu za vijana wa Kitanzania ili kuibua vipaji kwa vijana hao na kuleta manufaa hapa nchini. Turudi tena kwa Mohamed Sukuzi kwa taarifa hiyo. Hello. Have you ever wanted a deeper study of God's Word? Maybe you're looking for a structured program for your daily Bible study. The WVBS Online Bible School may be exactly what you're looking for. My name is Al Washington, and I am a teacher in the school. Have you ever wanted to have a better understanding of the Bible? The WVBS Online Bible School is designed to provide you with an online. Mheshimiwa Makonda amesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha shughuli za maendeleo ya soka kupitia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kuwapa vijana fursa zaidi za kucheza kimataifa. Tunataka tuone udhamini wa bodi ya utalii kwa Serengeti Boys. Msaidie Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda haraka, na kwa kumsaidia Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda utakuwa umeisaidia TFF kuwa na uwezo wa kuwafanya hawa vijana wafanye kila wanachostahili kukifanya wakiwa kwenye mazingira wezeshi. TFF inafanya kazi kubwa. Ameongeza kwa kuvitaka vilabu vitakavyowasajili wachezaji wa Serengeti Boys kuhakikisha wanawapa nafasi ya kucheza ili kuendeleza vipaji vyao
na kuwajengea uzoefu wa ushindani, kwani kukosa nafasi ya kucheza kunaweza kuzoofisha maendeleo ya vipaji vyao. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kile kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa, wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine kwenda kucheza, kwa sababu bila kucheza hawezi kukua, bila kucheza hawezi kupata experience, bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup. Kwa habari za michezo na burudani kutoka Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Wadau na mashabiki wa soka wilaya Nzega mkoani Tabora